Wakasema wanapotuoni, atakayekufa na dhambi isiyokuwa ya ushirikina, ikiwa ni katika madhambi makubwa, mtu huyu atastahiki adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yeye ana khiari katika hili, imma amwadhibu au amsamehe. Imma yule ambaye atakayekufa na madhambi madogo yasiyokuwa yale makubwa, na kadhalika akawa amejiepusha na ushirikina, mtu huyu ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kunako kukemea ushirikina na kuonyesha ubaya wa ushirikina, kiasi ambacho yeyote atakayekufa akakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ameomba kingine kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu atakuwa ni mwenye kuishi motoni milele. Hadithi nyingine ni hadithi ambayo imesihi katika Sahihi Muslim, ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu amesema, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar. Yote atakayekutana na Allah aliyokuwa hajamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yote atakayekutana na Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amemshirikisha Allah, mtu huyu ataingia katika moto, atakuwa ni katika watu watakaoishi motoni milele, na atakuwa si mwenye kutoka, kwa sababu mtu huyu kuzingatiwa amekufa kafiri. Ndugu zangu katika imani, mwezi huu ni mwezi wa Shawwal, mwezi unaofuatia ni Dhulqaada, mwezi utakaofuatia ni Dhulhijja. Katika mwezi wa Dhulhijja kuna